Ndugu mtazamaji, ni kukaribishe kwenye mwendelezo wa mada zetu za afya. Na afya tunayoongelea leo ni afya ya uzazi. Naitwa Dr. Kahibi, daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na kizazi. Sasa leo tunaongelea mada inayosema mambo yanayowachelewesha akina mama wanaotafuta watoto kufikia lengo lao. Moja ya changamoto ambayo inaikumba jamii kwa sasa hivi ni swala zima la ugumba, kwa maana ya kutopata mtoto. Changamoto hii imekuwa ikiongezeka siku hadi siku. Na ukiangalia takwimu zinasema kwamba angalau 10-15 ya wanandoa wengi wanapata changamoto ya kutopata mtoto. Na awali ilieleweka kwamba wanawake ndio walikuwa waathirika wakubwa kuliko wanaume. Lakini tafiti za sasa hivi zinaonyesha 40% ya wanaume pia wanapata changamoto ya ugumba, kwa maana ya kutosababisha mimba. Ili hali 40% pia ya wanawake wanapata changamoto kama hiyo. Kwa hiyo sasa hivi unaweza ukaona ni kwa jinsi gani changamoto hizi zimekuwa zina balance kwa watu wote. Sasa naomba nigusie sasa mambo ambayo yanachelewesha wanandoa au wanawake wanaotafuta mtoto kutofanikiwa kwa wakati. Jambo la kwanza ni kutotambua siku za ovulation. Tunaposema ovulation tunaongelea upevukaji wa yai. Kwa kawaida mzunguko wa mwanamke ambao uko sawia, 90% ya wanawake mizunguko yao ya hedhi huwa ni siku 28. Na 10% inayobaki ndio mizunguko inaweza ikawa ya siku 30, 35 au 21. Sasa kama 10% hiyo kubwa siku zao ni siku 28, maana yake kwa kawaida siku ya upevukaji wa yai inapaswa kuwa siku ya 14. Lakini kwa sababu yai hili huwa halipasuki siku ya 14 pekee, hivyo kuna siku 3 ambazo huwa tunaziongeza kwenye siku ya 14, au siku 3 tunazirudisha nyuma, kwa maana ya kwamba yai linaweza likapevuka siku ya 12, linaweza likapevuka siku ya 13, au linaweza likapevuka siku ya 11. Lakini pia yai hilo hilo linaweza likapevuka siku ya 15, ya 16 au ya 17. Kwa hiyo mwanamke, unapotambua mzunguko wako na ukajua siku ya ovulation, unaongeza chance au nafasi ya wewe kubeba ujauzito. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuchelewa kutafuta ushauri wa kitaalamu. Wanandoa wengi wanapokuwa kwenye ndoa na wanapohitaji kupata mtoto na wasifanikiwe, moja ya makosa wanayoyafanya ni kuchelewa kutafuta ushauri wa kitaalamu. Hii inakuja kwa sababu gani? 10% kubwa ya wanajamii wanaamini kwamba mwanamke asipopata ujauzito basi atakuwa ana chango, na hivyo hulazimika kutumia dawa za tiba mbadala kwa muda mrefu sana bila mafanikio, na wakiamini kwamba kupitia dawa hizo zinaweza zikatibu chango na wakaweza kubeba ujauzito. Kwa hiyo unapokuwa una changamoto, badala ya kuanza kutumia tiba za asili, uje tukufanyie uchunguzi. Na sisi uchunguzi wetu unajikita kwenye nyanja zifuatazo. Changamoto inaweza ikawa kwenye homoni, changamoto inaweza ikawa kwenye mirija,
Lakini changamoto inaweza ikawa kwenye mfuko wa kizazi au kwenye mayai yanayopevuka kwa ajili ya kusababisha ujauzito. Kwa hiyo sisi unavyokuja lazima tukufanyie uchunguzi wa hivyo vitu vyote. Sasa unapotumia dawa za tiba asili pasipo kujua hasa shida ni nini, utapoteza muda, na muda utakuwa unaenda na miaka itakuwa inaenda, na mwisho wa siku mtaishia kuanza kusingiziana ndani ya familia kwamba wewe ndiyo mwenye changamoto. Lakini pia kosa lingine ambalo wanandoa pia wanalifanya ni kuamini kwamba Mungu atatenda. Hatukatai kwamba Mungu ana nafasi kubwa kwenye swala zima la mimba kutungwa. Lakini hiyo isiwe sababu ya wewe kukufanya ukachelewa kupata ujauzito ukiamini tu kwamba Mungu atatenda. Ni kweli Mungu atatenda, lakini kuna wakati Mungu anaweza akachelewa kutenda kwa sababu amekupa ujuzi, amekupa akili, na sisi katupa uelewa wa kuweza kusaidia. Kwa hiyo sasa unakuta wanandoa mwaka mmoja unapita, mwaka wa pili kwenye maombi, wa tatu kwenye maombi, wa nne kwenye maombi, wa tano kwenye maombi. Unakuta miaka inazidi kwenda pasipo kufanya uchunguzi wakiamini Mungu atatenda. Sasa nikushauri tu, wakati unasubiri Mungu atende, ni vyema ukafanyiwa uchunguzi, kwa sababu hata mimi mwenyewe daktari ninayeongea hapa ninamtegemea Mungu kwenye matibabu yangu ninayoyafanya. Kwa hiyo hata wewe badala ya kusema kwamba Mungu atatenda, hebu fanyiwa uchunguzi, shida ijulikane na iweze kutibika. Changamoto nyingine inayofanya pia hasa wanawake kuchelewa kubeba ujauzito ni swala la umri. Sayansi inaeleza kwamba idadi ya mayai na wingi wa mayai hupungua kadiri miaka ya mwanamke inavyoongezeka. Na idadi hii huanza kupungua mwanamke akifikisha miaka 35. Lakini idadi hii hupungua zaidi mwanamke anapofikisha miaka 40. Na si swala tu la idadi ya mayai kupungua, lakini hata ubora wa mayai hupungua kadiri miaka inavyoongezeka. Kwa hiyo wewe hapo unayenisikiliza, kama umeshafikia umri wa miaka 35 na kuendelea mpaka 40, 45, unahitaji kupata mtoto, hakikisha unachangamka, kwa sababu kadiri umri utakavyokuwa unaongezeka, wingi wa mayai na ubora wa mayai huanza kupungua, na mwisho wa siku unaweza ukabeba mimba, yai lililokuja halina ubora, matokeo yake mimba ikatoka. Sasa ni wajibu wako wewe kuhakikisha kwamba unafanyiwa uchunguzi na unapambana angali umri unakuruhusu. Sababu nyingine inayochelewesha pia wanandoa kutobeba ujauzito ni pamoja na changamoto za homoni. Kwa haraka au kwa uzoefu wangu ambao nimekuwa nao kwenye swala zima la tiba za uzazi, zaidi ya 90% ya wanawake wanaotafuta watoto, changamoto kubwa iko kwenye kutopevuka mayai. Wanawake hawa wanakuwa na mizunguko ya hedhi isiyopevusha mayai. Kumbuka kwamba sio kila mwanamke anayeona hedhi mayai yanapevuka. Na afya ya uzazi ya mwanamke inapimwa kwa upevukaji wa yai, kwa maana ya ovulation. Sasa kuna wanawake wengi wanaamini kwamba akiwa anaona siku zake za hedhi basi mayai yanapevuka. Nikwambia tu kwamba utakuwa unakosea, kwa sababu kuna mizunguko ya hedhi ambayo mwanamke anaona hedhi yake kwa siku hizo ambazo huwa anaona kama kawaida na kwa urefu ule ule, na mayai yasipevuke. Na asilimia kubwa na inayoweza kuongoza mayai kutopevuka ni changamoto za
homoni. Sasa tunapoongelea homoni hizi ni nyingi sana. Kwa mfano, kuna homoni inayohusika na ukuaji wa mayai inaitwa follicle stimulating hormone. Kuna homoni inayosababisha yai lipasuke au liovulate inaitwa luteinizing hormone. Lakini kuna homoni inayotolewa na mayai yanayokuwa inaitwa estrogen. Estrogen inapokuwa chini pia mimba haiwezi kuingia. Lakini pia tuna homoni inayotolewa baada ya ovulation inaitwa progesterone. Homoni hii hutolewa mara nyingi siku ya 21 kwa mwanamke aliye na mzunguko wa siku 28. Lakini pia homoni hii inaweza ikatolewa siku 7 baada ya ovulation, haijalishi mzunguko ni wa siku ngapi. Sasa basi, ukiachana na hizi homoni, kuna homoni pia inaitwa prolactin. Homoni hii ya prolactin ikiwa juu, mimba haiwezi ikaingia, na mayai yanaweza yakawa yanakuwa, lakini inapofikia wakati wa ovulation, yai hili halipasuki, kiini kinabaki ndani ya yai. Na wakati mwingine ukienda kupima progesterone utakuta inasoma kwamba ulipata ovulation, kumbe unapata kitu kinaitwa luteinized and ruptured follicle. Luteinized and ruptured follicle ni wakati ambapo yai linakuwa mpaka linafikia size inayotakiwa na linapasuka, lakini kile kiini hakitoki. Maana yake mimba hii haitatungwa, lakini progesterone itakwambia kwamba ovulation imetokea, lakini kiuhalisia ovulation haikutokea. Lakini changamoto nyingine ambayo inakumba wanawake wengi ni kupitiliza kwa uzito, yaani tatizo la uzito uliopitiliza. Ningeambiwa mimi kama daktari bingwa akina mama kwamba ni kitu gani ambacho wanawake wanaotafuta watoto wanapaswa kukifanya. Jambo la kwanza ningesema wanapaswa kupunguza uzito. Uzito ni sumu kubwa kwa wanawake wanaotafuta uzazi, kwa sababu uzito unapoongezeka mafuta huwa yanaongezeka, na yale mafuta yanayoongezeka yanabadilishwa, yanakuwa homoni za kiume zinaitwa androgens. Homoni hizi zinavyokuwa zimeongezeka zinakwenda kwenye ovary, zinazuia utengenezaji wa mayai. Lakini pia uzito unapoongezeka, sukari kwenye mzunguko wa damu wa mwanamke huongezeka pia. Na sukari hii inapokuwa inaongezeka, tunaingia kwenye kitu kinaitwa insulin resistance. Insulin resistance maana yake homoni ya insulin haina uwezo wa kuchukua sukari na kuiingiza kwenye seli ili iweze kutunzwa na kwa matumizi ya baadaye. Sasa sukari inapoongezeka, nini kinatokea? Inasababisha pia ongezeko la uzalishaji wa homoni za kiume. Na homoni za kiume zinapoongezeka, maana yake ni kwamba zitasitisha au zitachelewesha utengenezaji wa mayai kwa mwanamke. Na ndio maana tunashauri mwanamke yeyote anayepambana kutafuta mtoto, ukifanikiwa kupunguza uzito angalau kwa 5 mpaka 10, inawezekana ukabeba ujauzito bila hata matibabu ya aina yeyote. Kwa sababu uzito unavuruga mzunguko wa hedhi, uzito unazuia utengenezaji wa mayai, na uzito unasababisha homoni zinakuwa hazijabalance. Lakini ukiachana na hilo, kwa sababu swala la uzito pia limekuwa ni changamoto kubwa, homoni za kike zinazoitwa estrogen wakati mwingine huwa zinazalishwa kwa wingi sana, yale mafuta yanabadilishwa na kuwa homoni ya estrogen. Tatizo gani wakina mama watalipata wenye changamoto hii? Hata swala la ute huwa unapungua. Kwa sababu kwa nini ute unapungua? Ute huu ndio unasaidia hata yai, hata mbegu ya kiume kusafiri kwa ajili ya kutungisha mimba. Sasa unapokuwa una mafuta mengi, uzalishaji wa homoni ya estrogen, aromatization ya androgen, homoni za kiume kwenda kwenye estrogen unakuwa ni mkubwa.
Kumbuka ute unaoongelewa hapa, ute huu hutolewa na homoni ya estrogen inayotolewa na mayai yanayokuwa. Na aina ya homoni hii inayotolewa inaitwa estradiol. Estradiol ndiyo homoni ambayo inasababisha ute kwa mwanamke. Lakini unapokuwa na uzalishaji wa mafuta mengi, maana yake ni kwamba utazalisha estrogen inayoitwa estrone. Sasa estrogen hii, aina hii ya estrogen ni aina ambayo haiwezi ikakuzalishia ute. Kwa nini? Hii ni homoni ya estrogen inayozalishwa na wanawake wanapokoma hedhi, kwa maana ya kwamba mayai sasa hayatakuwa yana uwezo wa kuzalishwa kwa sababu homoni zimezeeka. Ndio maana utakuta mwanamke analalamika changamoto ya ukavu kwenye uke. Why? Kwa sababu mafuta yamekuwa ni mengi. Unazalishiwa estrogen aina ya estrone ambayo haiwezi ikakuletea ute. Na ndio maana unachelewa hata kupata ujauzito. Lakini swala lingine ambalo linaweza kuwa ni changamoto kubwa kwa wanawake ni kutomshirikisha mwenza. Asilimia kubwa ya wanawake wakija kwenye matibabu wanakuja wenyewe. Sasa kama tumeshasema kwamba wanaume wanachangia asilimia 40 ya mimba kutoingia, kwa nini unakuja peke yako? Mshirikishe mume wako na mje wote kwa pamoja tuwafanyie uchunguzi. Lakini swala lingine ambalo linachelewesha wakina mama hawa kufanikiwa ni mitindo ya maisha. Unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara na ulaji wa vyakula ambavyo mwisho wa siku vinapelekea homoni zinakuwa imbalanced. Sasa ukirekebisha mtindo wa maisha, itakusaidia wewe kama mama unayetafuta mtoto kuongeza nafasi ya wewe kubeba ujauzito. Sababu nyingine ambayo ni ya muhimu sana na ambayo sasa mimi kila mwanamke anayekuja kupata tiba kwangu mara nyingi ninamwambia ni kukosa uvumilivu. Wanawake wengi wakija kupata matibabu ya ugumba wanaamini ndani ya mwezi mmoja, miwili, mitatu watabeba ujauzito. Na anapotibiwa ndani ya hiyo miezi miwili mitatu asibebe ujauzito, anakata tamaa, anaamua kutafuta daktari mwingine. Nikwambie tu utabadilisha madaktari mpaka utachoka. Kwa nini? Swala la uzazi na kutafuta mtoto linahitaji uvumilivu sana. Naomba nikupe mfano huu. Mwanamke anapokuja kutafuta mtoto akiwa na changamoto ya homoni, inahitaji miezi mitatu mpaka miezi 6 kurekebisha mzunguko wake ule wa hedhi ili uanze kuwa wa kawaida. Na kwenye huo muda wa urekebishaji, maana yake nafasi ya ujauzito kuingia ni ndogo. Kwa hiyo wewe kama unakata tamaa ndani ya miezi mitatu, miezi 6, maana yake unakata tamaa ndani ya matibabu ambayo haijafika kwenye kurekebisha mzunguko wako wa hedhi. Naomba nikupe mfano mzuri. Niliwahi kuona mteja mmoja mwaka jana, mwaka juzi mwezi wa 12. Alikuwa na miaka kama 22. Alikuwa tayari ana mwaka mmoja kwenye ndoa na hajawahi kubeba ujauzito. Na mteja huyu alikuwa anaweza akakaa hata miezi miwili mitatu pasipo kupata hedhi yake, lakini akipima hakuna mimba. Baadaye nilimchunguza, tukagundua alikuwa na changamoto inayoitwa polycystic ovarian syndrome. Tukaanza matibabu. Nilimtibu mpaka miezi 8 huyu mteja, na hakuwa amefanikiwa kubeba ujauzito. Baadaye alikata tamaa, akaacha kuja. Lakini miezi 2 baadaye nilimtafuta akarudi. Alivyorudi tukawa tumeendelea na matibabu. Mwaka jana mwezi wa 12 akawa amebeba ujauzito. Tena ujauzito wenyewe ni wa mapacha. Na ninapoongea hapa
si mwezi mmoja ujao tunaweza tukapata watoto hawa wawili. Kwa hiyo unaweza ukaona mteja huyu nilimtibu kwa miaka kwa miezi 12, miezi 12 neti iliisha ndio akafanikiwa. Sasa kama angekata tamaa, maana yake mpaka sasa hivi pengine asingekuwa na ujauzito. Mfano mwingine ninaomba ni utoa ambao ni wa sasa hivi, hata hauna siku nyingi. Hivi karibuni nilikuwa na wateja wangu wawili, wote wana miaka 38 kila mmoja, na wote wana zaidi ya miaka 10 kwenye ndoa, hawajawahi kabisa kubeba ujauzito. Mteja wa kwanza nimemtibu mpaka miezi 10, na baada ya miezi 10, mwezi wa 10 wa matibabu amebeba ujauzito. Na ninapoongea sasa hivi hapa ujauzito wake una mwezi mmoja. Just imagine miezi 10 ya matibabu, na yeye aliniambia ilifika wakati akawa anaanza kukata tamaa ya matibabu. Lakini kumbe pala ambapo unakwenda kukata tamaa ndipo unakwenda kufanikiwa. Mteja wa pili na yeye ana miaka 38. Hajawahi kabisa kubeba ujauzito toka alivyoolewa, ni zaidi ya miezi ya miaka 10 yuko kwenye ndoa. Na yeye wakati anakuja kwangu nilimfanyia uchunguzi, nikagundua kwamba alikuwa na changamoto inaitwa polycystic ovarian syndrome. Na sasa changamoto yake ilikuwa imempelekea mpaka ameanza kupata na changamoto ya sukari. Kwa nini sukari? Ukiwa na PCOS haitibiwi, una stress za kupata mtoto, obvious utaingia kwenye changamoto ya sukari. Mteja huyu nilimtibu kwa miezi 5. Miezi 3 ya kwanza alikuwa na bleed sana mpaka HB inashuka, wingi wa damu inapungua mpaka 7. Kwa hiyo nilivyoanza kumtibu nilianza kwanza kusahihisha kukata kwa damu. Lakini wakati huo ninashughulika na changamoto ya sukari. Baada ya miezi 3 ya matibabu nikaona mzunguko wake unaanza kukaa vizuri. Na tuliendelea na matibabu. Ilipofika mwezi wa 4 wa matibabu nikamwanzishia dawa za kupevusha mayai. Unaweza ukajiuliza kwa nini sikuwahi kumwanzishia dawa hizo hapo kabla. Nilikuwa narekebisha kwanza chanzo, kwa sababu wengi pia wamekuwa wakienda anapewa Clomiphene, anapewa Letrozole. Yaani kupewa Clomiphene na Letrozole pasipo kujua changamoto yake hasa ni nini, mzizi wa fitina, utakuwa unapoteza muda. Na ndio maana wanawake wengi utawakuta wanalalamika, mimi huwa nikienda napewa Clomiphene, napewa Letrozole. Hizi dawa zinapevusha mayai, lakini kama hujashughulika na chanzo utakuwa unapoteza muda. Mwezi wa 5 wa matibabu kwa mteja wangu huyu nilimwambia ikifika tarehe 30 ya mwezi wa mzunguko wako, pima UPT uangalie kama mimba imeingia. Na kwa nini nawaambia hivyo? Kuna mimba zinaingia na zinakuja kutoka kabla hata ya mwanamke kustuka. Ndio maana mimi wateja wangu mara nyingi namwambia at the end of your cycle pima ujauzito, ili ujauzito ukiwemo tunaanza intervention za kuprotect au kuulinda. Sasa nilivyomwambia apime hakupima. Mwisho wa mwezi ulivyofika akaja kliniki. Alivyokuja kliniki tena haijapita hata wiki moja, nikafanya vipimo vingi vya homoni. Na vipimo nilivyovipima mara nyingi mimi huwa napima kipimo cha HCG, kwa sababu chenyewe kina detect mimba hata ina wiki moja. Lakini pia napima homoni ya progesterone. Lakini nikisha pima hizo homoni mbili, maana yake nini? Progesterone kwa mwanamke aliye conceive lazima ianzie angalau 26 au 25 na kuendelea. Lakini HCG pia lazima ianzie 5 na kuendelea. Sasa kwa sababu kipimo cha HCG hakikuwa kinafanyika, nilipima progesterone, nikapima homoni, nikapima urine for pregnancy test. Lakini pia nilipima homoni ya follicle stimulating hormone, nikapima na luteinizing hormone na estrogen.
Nilichokutana nacho nilipofungua tu hormone ya follicle stimulating hormone ya kukuza mayai na luteinizing hormone ya kupasua yai, nikazikuta ziko chini. Unajua ni kwa nini? Hormone hizo ukizikuta ziko chini, mara nyingi utakuta mimba imeingia. Kwa sababu mara nyingi huwa zinakwenda chini mimba ikiingia. So nikaenda kwenye progesterone. Nilipofungua hormone ya progesterone nikakuta inasoma iko zaidi ya 40. Baadaye nikaenda kufungua ile kipimo cha urine for pregnancy test, nikakuta UPT positive. Kwa mara ya kwanza tukaconfirm pregnancy kwa mama huyu ambaye ametaabika zaidi ya miaka 10 at the age of 38. Kwa hiyo unaweza ukaona huyu nimemtibu miezi 5, the same age, na mwingine nimemtibu miezi 10, na mwingine nimemtibu miezi 12. Hawa watu wasingekuwa na uvumilivu wasingefanikiwa. Na kwa utafiti wangu tu mdogo, 90%, naweza nikasema 97 au 98 ya wateja wangu wana conceive ndani ya miezi 6 ya matibabu, na 3% inayobaki ndo hao unaowaona miezi 10, miezi 12, miezi 7, miezi 8. Kwa hiyo swala la uvumilivu kwa mwanamke anayetafuta ujauzito au wanandoa wanaotafuta ujauzito ni swala zima la msingi sana. Kwa hiyo basi, wewe unayenisikiliza hakikisha unakuwa mvumilivu kwenye swala zima la kutafuta mtoto. Mtoto haumpati ndani ya miezi 3, 4, 5, 6. Japo pia inawezekana, kwa sababu kuna wateja mimi nawatibu mwezi mmoja, miezi 2 wanabeba ujauzito. Kwa hiyo inategemea na changamoto. Kuna changamoto ambazo zinachukua muda mrefu na changamoto ambazo zinachukua muda mfupi. Kwa hiyo niendelee kukutia moyo wewe, hata yule ambaye umepoteza willing, umepoteza hamu na umepoteza tumaini la kwamba unaweza ukashika ujauzito, you can conceive. Ili mradi tu upate matibabu yaliyo sahihi. Changamoto inayowakumba pia wengi ni wapi utapata matibabu sahihi, kwa sababu swala la ugumba ni swala mtambuka. Hata madaktari wenyewe wanajua. Unaweza ukatempa na mama anatafuta mtoto mpaka ukamchoka. Lakini ukizijua zile principle za namna ya kwenda na kudiri na hawa akina mama, tutawasaidia wengi. Asanteni kwa kunisikiliza. Nipo kliniki hapa leo Jumapili. Ninaona wagonjwa wangu kama kawaida, na muda sio mrefu nitaona wagonjwa kama kawaida yangu. Karibuni sana, tuendelee kuwasaidia akina mama hasa ambao wamekata tamaa. Wengine wameshafikisha umri wa miaka 37, 38, 40, 44, 45. Kama bado unaona siku zako, you still have a chance ya kubeba ujauzito. Tukutane wakati mwingine. Naitwa Dr. Kahibi, daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na kizazi. Napatikana wapi? Napatikana Bariadi, Simiyu. Hapa nipo kwenye kliniki inaitwa Eden Medics Clinic. Ninaona wateja wangu kama unavyoona. Asante kwa kunisikiliza.